Naam, ahlan wa sahlan na marhaba bikum mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na mtoto Razak Damasi aliyedaiwa kutekwa mkoani Mbeya apatikana akiwa hai. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman. Karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzi tuanze na habari za kitaifa na tuanzie hapa jijini Mwanza. Waziri wa Maji Juma Aweso amebaini changamoto ya ikhtilafu ya kiufundi katika baadhi ya mitambo na kwamba ndio chanzo kilichosababisha hali ya ukosefu wa huduma za maji kwa wakazi wa jiji la Mwanza na manispaa ya Ilemela. Mwanahabari wetu Sudi Shaban ametuandalia taarifa ifuatayo. Limetimia taswira ya wengi jijini Mwanza kupata majibu bila shaka. Huyu ni Waziri wa Maji Juma Aweso, tayari kutekeleza maagizo ya Waziri Mkuu juu ya utatuzi wa changamoto ukosefu wa huduma ya maji kwa wakazi. Naam, kiongozi huyu amepiga kambi kushuhudia dhahiri shahiri, ambapo ametembelea chanzo cha maji cha Capri Point na baadaye chanzo cha maji Butimba. Na sasa mbele ya waandishi wa habari amejiridhisha kikwazo kikuu ni hitilafu za kiufundi. Aina ya TANESCO na tumekutana na wenzetu wa Wizara ya Maji kwa maana MWAUWASA. Tumeainisha changamoto ilikuwa ya kiufundi. Tumeiainisha na kweli hatua imechukuliwa na DJ wa TANESCO mapema, mambo yake amefanya kazi kubwa ya haraka. Viongozi wengine wameweka wazi yenye kukabili kufuatia kukosekana kwa huduma za maji. Wananchi wanao haki ya kupata sauti, na sisi kama viongozi wao, viongozi ambao ni sauti yao, tumechukua jukumu la kuwasemea ili serikali ichukue hatua. Wizara zote mbili ya nishati na maji tuko nazo hapa Mwanza. Kipekee sana ni watie moyo watu wa Mwanza. Kazi nzuri ya serikali ambayo inaendelea kufanyika ni kwa sababu serikali ya CCM inajali wananchi. Lakini ni waombe muendelee kusimamia kwa ukaribu ili kuhakikisha hili tatizo linakuwa halipo. Lakini kama Mheshimiwa Waziri wa Maji alivyosema, atakuwa hapa kuhakikisha anashughulika hili. Ziara ya Waziri Aweso haikuishia hapa. Pia alifanya mikutano ya hadhara na kukutana na wananchi Buhongwa na Meko na kusikiliza kero zao. Hapa nyuma hatukuwa na matatizo ya maji. Tulikuwa tunayapata kwa masaa 24. Kwa leo hii siku 4-5 ukiongea nao sehemu za maji zinapatikana, lakini kuna sehemu zingine maji hajawahi, hata bomba tu kwamba bomba limepita sehemu fulani hatulioni. Kufuatia malalamiko ya wananchi, Waziri Aweso amefanya maamuzi magumu na kumtaka Katibu Mkuu kumsimamisha kazi meneja wa huduma na usambazaji maji wa MWAUWASA. Mambo mimi siwezi kuyavumilia. Waziri wa Maji nipo hapa, yeye meneja wa msambazaji ndio anahusika na usambazaji, yuko wapi? Sasa nakuelekeza Katibu Mkuu asimamishwe mara moja. Pamoja na mambo mengine, Waziri wa Maji Juma Aweso ameahidi kupiga kambi jijini Mwanza mpaka wakati ambapo suluhu itakapopatikana na kuwafuta machozi wakazi kwa yaliyowakabili. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Asante sana Sudi Shaban kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tukisalia hapa Mwanza, nchi ya Tanzania na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesaini hati ya makubaliano katika sekta ya usafiri na usafirishaji ili kuimarisha ushirikiano katika kukuza biashara. Taarifa ya Elisha Ndalo inasomwa studio. Hati hiyo imesainiwa jijini Mwanza kati ya kampuni ya meli ya Tanzania Tashiko na kampuni ya meli ya Taifa ya Demokrasia ya Kongo DRC LMC kwa lengo la kuimarisha na kukuza biashara, usafirishaji wa abiria na mizigo kupitia maziwa yaliyopo nchini na bahari, ambapo mkurugenzi mtendaji wa Tashiko Eric Hamisi na mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa LMC Daktari Franki Kuru wanabainisha manufaa ya soko katika nchi zao. Kama Tashiko na LMC, nchi zetu zitapata fursa ya kuongeza ushirika wa kitaifa katika biashara ya usafirishaji wa shehena, kuongeza mapato yatokanayo na huduma za usafirishaji, kujenga uwezo wa kitaalamu katika sekta ya baharia, kuongeza ushindani katika bandari ya Dar es Salaam,
kama lango kuu la Afrika Mashariki. To build a modern, efficient and integrated transport system capable of meeting the growing needs of economic operators, lakeside communities and the state of our region. Aidha, Eriki amesema kuwa Tanzania iko tayari kutumia fursa zinazopatikana nchini Kongo pamoja na kutumia uzoefu wa usafirishaji kwa njia hizo. Na hii ni njia mojawapo ya sisi kutufikisha ndani ya yetu. Tunataka tuanze mahusiano na wenzetu ambao wana uzoefu wa kutosha kwenye bahari ya Atlantic, wameshaenda duniani. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Tashiko Meja Jenerali mstaafu John Mbugo na mwakilishi kutoka Wizara ya Uchukuzi Manchare Heche pamoja na nahodha wa meli za Tashiko wamebainisha umuhimu wa ushirikiano uliosainiwa. Kwa uzoefu wa LLC utaisaidia sana Tashiko katika kuhudumia soko la shehena ya baharini, lakini kuongezea pia kipato na kazi nyingine, hata tukatengeneza ajira zingine tofauti kutokana na mfunguko huo wa uchumi. Kwa hivyo sasa hizi kwa kuwa tumeunda ushirikiano baina yetu sisi Tashiko na LMC, ina maana kwamba tunaenda kushare knowledge, tunaenda kuchukua knowledge yao na wao pia watakuja kupata knowledge. Kupitia makubaliano hayo ya Tashiko na MCL kunatajwa kuongeza ufanisi wa huduma za usafirishaji kwa njia ya meli, kukuza biashara, kuimarisha usalama wa usafirishaji, kuchangia maendeleo ya uchumi wa buluu katika ukanda wa maziwa makuu. Mtoto Razak Damas Mwakatundu mwenye umri wa miaka 5, mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Mwakikome wilayani Kyela mkoani Mbeya, amepatikana akiwa hai baada ya kutekwa na baba yake mlezi tangu Juni mosi mwaka huu. Mwandishi wetu Lawrence Simkonda ametuandalia taarifa hiyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, amesema mtoto huyo alichukuliwa akiwa anacheza nyumbani kwao katika kata ya Katumba Songwe na kuondolewa kusikojulikana. Inadaiwa kwamba baba mlezi huyo alikuwa akidai kurejeshewa shilingi 550,000 alizotoa kama mahali baada ya mama wa mtoto huyo kukataa kuolewa naye, akaamua kutenda tukio hilo. Kwa hiyo baada ya kutolewa taarifa katika kituo cha polisi na kesi kufunguliwa, ndipo msako mkali uliweza kufanyika, na mnamo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 mtoto huyu aliweza kupatikana akiwa hai, akiwa ametelekezwa katikati ya msitu wa hifadhi ya Kituro uliopo mpakani mwa mkoa wa Njombe na Mbeya. Msako mkali unaendelea kumtafuta mtuhumiwa ambaye alimteka huyo mtoto na kisha kumtelekeza mtoto huyo baada ya kubaini anafuatiliwa na askari wa jeshi la polisi. Helena Mwakababu ni mama mzazi wa mtoto huyo, anaelezea mkasa huo. Nilipotelewa na mtoto kutoka tarehe 1, nikaenda kituo cha polisi kutoa taarifa kwamba nilipotelewa na mtoto. Baada hapo nikapewa ushirikiano nao mpaka ikafika tarehe 14 ndo kumpata mtoto katika mazingira waliomkuta mtoto. Mpaka saa hizi jana tarehe 14 ndo kunipigia simu kwamba njoo mchukue mtoto wako, tumemkuta mazingira ya Kitulo. Baada ya hapo nikaonana na mtoto, tumeongea na mtoto, nimemwona ipo mazingira salama. Kingine mimi kuwashukuru na nalishukuru sana jeshi la polisi juu ya ushirikiano wao. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Idi Hussein Robert, mkazi wa Kimara, Dar es Salaam, kwa tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo 30. Alikamatwa akiwa anasafirisha bangi hiyo vifurushi 13 vyenye uzito wa kilo 30 vilivyokuwa vimehifadhiwa ndani ya begi kubwa la nguo, na akiwa ameweka kwenye begi hilo la nguo akiwa sasa amepaki na anasafirisha mzigo huo kupeleka Dar es Salaam. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wazazi kutumia njia sahihi kutatua migogoro kwa njia sahihi badala ya kuwahusisha watoto kwa kuwatendea ukatili kama ilivyofanyika kwa mtoto huyo aliyetekwa na kutelekezwa kwenye msitu wa Kitulo. Lawrence Simkonda, Star TV, Mbeya.
Na mtazamaji, tuelekee visiwani Zanzibar. Wanasheria nchini wametakiwa kuzingatia kikamilifu matakwa ya sheria yanayohusu kuzuia utakatishaji wa fedha haramu pamoja na utoaji wa taarifa za wamiliki halisi wa kampuni, hatua inayolenga kuimarisha uwazi na usalama wa mfumo wa kifedha nchini. Abdullah Bando na taarifa hii. Ni mafunzo ya siku moja kwa wanasheria yanolenga kuwapa elimu kuhusu mfumo wa usajili makampuni utakaotambua wamiliki halali na wanufaika katika makampuni hayo, ambapo kamishna msaidizi anayehusika na utekelezaji wa sheria kutoka kitengo cha udhibiti wa fedha haramu, Sefu Omar Haji, anasema mafunzo hayo ni sehemu ya maandalizi ya Tanzania katika kuendelea kuimarisha mifumo ya kifedha. Hatua hii ni nzuri sana kwa sababu kutekeleza matakwa ya kisheria kimataifa, lakini pia ya ndani dhidi ya makosa ya financial crime, makosa ya kifedha yana faida nyingi sana kiuchumi wa Tanzania. Tumeona jitihada mbalimbali serikali ikifanya hasa katika kuwanufaisha au kuleta wawekezaji wa Tanzania. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji wakala wa usajili biashara na mali visiwani Zanzibar, Hamisi Juma Khamis, anaelezea umuhimu wa mfumo huo. Kwa hiyo tunaamini pale ambapo tukiendelea kutumia mfumo huu katika kuwasajili wamiliki manufaa, maana yake italeta ufanisi mkubwa sana na pia kurahisisha utoaji wa huduma. Vile mtu popote alipo, badala ya kuja BPRA mwenyewe, sasa atakuwa anapakia taarifa kupitia mfumo. Kwa hiyo tunaamini kupitia mfumo huu itafanikisha kwa asilimia kubwa malengo ya usajili wa wamiliki manufaa, kinyume na vile tukawa tunafanya manually. Baadhi ya wanasheria walioshiriki katika mafunzo hayo wanaelezea jinsi watakavyoyatumia mafunzo hayo katika utendaji wao wa kazi. Tusaidia sisi kama watekelezaji wa sheria katika masuala mazima ya usajili wa makampuni na watu wanaomiliki hizo kampuni, kwa sababu kumekuwa kuna mambo mengi yanayoendelea katika digital world. Mambo ya money laundering, mambo ya rushwa, artificial intelligence inakuja na vitu vingi artificial pia katika running of the companies. Semina hii iliyoandaliwa na BPRA imetuwezesha kujengea uwezo sisi mawakili katika kushauri wateja wetu namna mbalimbali za kufanya transaction zao ili wasiweze kuingia katika mtego wa utakatishaji fedha. Mafunzo hayo ni mwendelezo wa mafunzo yanayotolewa na wakala wa usajili mali na biashara Zanzibar kuhusu mfumo wa usajili wamiliki wanufaika kwa makampuni na wadau mbalimbali. Abdullah Pandu, Star TV, Zanzibar. Mtazamaji, kuanzishwa kwa maabara ya kisasa yenye teknolojia ya akili unde AI na mfumo wa kiroboti wa kuchakata sampuli ambayo ni kubwa zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki na jangwa la Sahara katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kunatajwa kusaidia kuwezesha uchambuzi wa vipimo kwa usahihi, kupunguza makosa ya kibinadamu na kugundua magonjwa hata katika hatua za awali. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete akizungumza katika wiki ya uhamasishaji wa huduma za maabara za JKCI na uchunguzi wa afya kupitia maabara inayotumia akili unde, amesema maabara hiyo ina mfumo wa kisasa unaoweza kuchambua sampuli kwa usahihi mkubwa, kupunguza nafasi ya makosa ya kibinadamu na kugundua magonjwa hata katika hatua zake za awali, lakini pia imeongeza ufanisi kwa kupunguza muda wa kusubiri matokeo ya vipimo kutoka saa 3 hadi saa 1 pekee. Na tayari kuna shirika ambalo limetaka kufanya tafiti na taasisi ya Jakaya Kikwete, na thamani ya tafiti hiyo itaweza kuiletea nchi zaidi ya dola milioni 5. Na hii inatokana kwa sababu tumewekeza kwenye maabara hii na sasa watu wanataka kufanya tafiti pamoja, na itasaidia katika kuongeza pato la nchi, lakini pato la taasisi, na hela tutakazozipata hizi zinaenda kuwarudia Watanzania wale ambao hawana uwezo. Uanzishwaji wa maabara hiyo unafanya JKCI kuwa kituo cha ubora cha uchunguzi wa maabara ya magonjwa mbalimbali hasa ya moyo, lakini pia ni mkakati wa serikali kupitia Wizara ya Afya kuimarisha uchunguzi na utoaji wa matibabu kwa wagonjwa wa moyo nchini. Muda wa kasi ya uchakataji wa sampuli. Awali tulikuwa tuna muda wa juu wa uchakataji wa sampuli ulikuwa ni lisali 1, lakini kwa mashine hii muda wa uchakataji wa sampuli wa juu ni dakika 10. Kwa mfano kuna kipimo ambacho kinaangalia shambulio la moyo
kwa mfano ambao kitaalamu tunaita kipimo kinaitwa high sensitive troponin I. Kwa mashine za zamani tulikuwa tunatumia takriban dakika 35, lakini kwa mashine hii tunatumia takriban dakika 7. Teknolojia hiyo ya akili unde na mfumo wa roboti ni miongoni mwa teknolojia za kisasa zaidi katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara na imeongeza ufanisi mkubwa katika utoaji wa huduma za afya nchini. This is important because quality is assured. Turnaround time, that is the time to result, is very fast. We reduce errors. Kama hii hapo tunaitoa kama unapiga mafuani watu sasa hivi ukishajua kuweza ni tatizo gawani kwa sababu ina madhara sana. Maabara hiyo ya kisasa yenye teknolojia ya akili unde AI na mfumo wa kiroboti wa kuchakata sampuli ina gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 9. Hatua inatarajiwa kuleta mapinduzi makubwa katika upimaji wa magonjwa mbalimbali hususan ya moyo. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Wananchi takriban 5 wa kitongoji cha Nyabiore kijiji cha Gantamome ya Busau wilayani Serengeti mkoani Mara wamechomewa makazi yao na wakazi wakidai kuwa wahame eneo hilo kwa kuwa wao sio wazawa. Taarifa kamili na Frankios Cleophas. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Juni 14 mwaka huu, na hapa kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo anazungumzia juu ya tukio hilo. Upo mgogoro wa watu waliohama kutoka eneo la Tarime na kuja eneo hili la wilaya ya Serengeti katika maeneo haya ya Majimoto. Lakini mgogoro huu unavyoonekana ni kwamba zipo familia ama watu kuna watu watano wanne ambao walikuja na mifugo yao. Wamekuja hapa wakahamia na walikuja kwa utaratibu kwa namna ambavyo wenyewe wanaeleza. Wana miaka zaidi ya 7 sasa hivi wanaishi hapa. Walikuja kwa utaratibu, wana ng'ombe, wana mifugo, wana mbuzi na kadhalika. Lakini sasa wakiwa hapa, wenyeji wa eneo hili ambao ni wengi wao ni Wangurimi, wanaona kwamba wenzao hao waliokuja hapa ni kwa nini wamejiendeleza watu wahalifu ambao ni wahovyo. Na wenyewe wakiwa na mijadala yao wameweza kuchoma nyumba za hawa watu. Wamechoma miji ya hawa watu ambao ni watu 5, lakini wana nyumba zao ndogo ndogo kama ambavyo mtaziona, ni nyumba takriban 9. Baadhi ya wananchi ambao ni waanga wa tukio hilo sasa wanaiomba serikali kuwasaidia makazi, kwani wanahangaika na watoto wao mpaka sasa. Nashangaa kushambuliwa usiku na wananchi, kunichomea mji na mifugo kuchukua. Mpaka sasa hivi naombeni msaada niweze kupata sehemu ya kuweza kutunza watu. Nilikuwa naomba serikali inisaidie malazi, sehemu ya kulala na chakula pia, kama hivyo inavyoonekana wameharibu, wamemwaga chini. Mahindi zilikuwa kama gunia 10, wamemwaga zote, zimeisha, na unga na vyombo pia wamepasua, na nyumba zote kama hivyo zinavyoonekana zimechoma zote moto. Ina maana kiasi kwamba pa kulala mimi ndio hivyo tena sina kabisa. Watoto wamekosa sehemu ya kulala, watu wameadhirika, tumeshindwa ni tatizo gani. Lakini basi tukashangaa kitu kimoja ambacho kwamba ni mwenyekiti, viongozi wapo katika hiki kijiji, lakini viongozi ndio wamekuwa kama na wao ni wachochaji. Aidha, kamanda wa polisi mkoa wa Mara anasema kuwa mpaka sasa watu 4 wanashikiliwa akiwemo mwenyekiti wa kijiji hicho ambapo tukio limefanyika. Kimsingi tumesha kamata watu 4 mpaka sasa, na kati ya hao watu 4 waliokwisha kukamata ni akiwemo mwenyekiti. Nikiripoti kutoka Serengeti mkoani Mara, Frankios Cleophas, Star TV. Na Askofu mkuu wa kanisa la Elimu Pentecost Tanzania Peter Konke amewaomba viongozi wa dini kuendelea kuliombea taifa kwa bidii, huku akiwataka wanaotarajia kufanya maandamano Juni 7 mwaka huu kusitisha mpango huu, kwani kufanya hivyo ni kuchochea uvunjifu wa amani ya taifa. Zakaria Mtigandi ana taarifa ifuatayo. Ni kongamano la uamsho wa ujazo wa Roho Mtakatifu katika kanisa la Elimu Pentecost Ayahari kijiji cha Endasago wilayani Babati, ambapo mgeni rasmi askofu mkuu wa kanisa hilo nchini Peter Konki ametumia fursa hiyo kuwaomba wananchi wanaopanga kufanya maandamano kutofanya hivyo, kwani kitendo hicho kinaweza kuleta madhara. Wa Tanzania hapana. Amina. Hapana.
Kama kuna kitu tunafikiri tutaipata barabarani, tuitafute kwa mazungumzo. Na kama kuna mtu ana jambo la kusema na jambo la kulalamika, basi anaweza kufuata vyombo vinavyostahili kusikiliza, na nitoe wito kwa serikali kutoa nafasi ya kuzungumza na mtu yeyote, kundi lolote ambalo lina jambo la kusema, la kudai, ili nchi yetu ibaki katika hali ya amani. Haitupasi tena kurudi katika yale yaliyotupata. Tumeumia, tumepata doa, tumepoteza watu. Haipasi tena kurudi katika hali ile. Kongamano hilo la uamsho ambalo limeambatana na shukrani ya miaka 40 ya kanisa la Ayahari, shukrani ya miaka 40 ya Askofu Filipo Fiso na shukrani ya miaka 40 ya mchungaji Ana Filipo, Askofu Konki amesema tukio hilo ni picha ya kuonyesha utumishi uliotukuka wa viongozi hao. Ni moja ya matunda na ni matunda ya msingi ya utumishi wao ambao walikaa wakatumika. Hapa ndipo waliporudi, hata wakisafiri kwenda kuhubiri Injili, walirudi hapa. Na wakimpata mshirika, walimtia moyo, walimjenga, walitueleza habari ya watumishi waliozaliwa hapa ni wengi. Askofu Filipo Fiso na mchungaji Ana Filipo wamesema mafanikio yao yalitokana na wachungaji watangulizi walioanzisha kanisa hilo la Ayahari. Nao ni mzee James Nanio ambaye alifanyika kama daraja ya kanisa kufika, na hatimaye kwa msaada wake kanisa lilipata mahali pa kuabudu chini ya mti. Basi mzidi kuchochea ili uamsho uliotokea hapa Ayahari ukaenee katika mkoa wetu na nje pia, hata katika nchi yetu yote. Umekuwa mfano katika kazi ya Mungu wewe. Zahara Mtigandi, Star TV, Manyara. Na tukitoka Manyara, mtazamaji, tuelekee mkoani Arusha. Wazee nchini wametakiwa kuungana kwa pamoja kujadili mustakabali wa maisha yao, ikiwa ni pamoja na kupinga ukatili kwa wazee ili kufikia maendeleo na utekelezaji wa dira ya taifa wa mwaka 2050. Rais wa chama cha wazee wanaume Tanzania Tadei Chena akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, ikiwa ni kuelekea mkutano mkuu wa kwanza wa chama hicho Juni 30 mwaka huu jijini Dodoma. Msisitizo ni wazee kuwa na sauti ya pamoja. Cha wazee wanaume Tanzania kitafanya mkutano wake mkuu wa mwaka wa kwanza ambao utakuwa ni mkutano wa kihistoria tarehe 30 mwezi wa 6 2026 jijini Dodoma. Kutakuwa na shughuli mbalimbali za chama zitakazowakutanisha wazee kutoka mikoa, maeneo tofauti tofauti nchi nzima kwa lengo la kuimarisha mshikamano. Nao baadhi ya wazee na watendaji wa chama hicho wanaeleza nafasi ya mchango wao katika jamii, wakisisitiza kuwa na nguvu katika kuleta maendeleo ndani ya jamii. Kuelekea kwenye mkutano mkuu wa chama ambao utafanyika hivi karibuni hapo Dodoma, tunasisitiza, tunatamani tutambulike, tuwe na sheria rasmi ya kuwatambua wazee, lakini pia kuwawezesha katika miradi mbalimbali ambayo wanayo tayari nchi nzima. Lengo kuu tunataka waje karibu, ili sio kwamba washonee wazee nguo, hapana. Tunataka waje karibu, waoneshe ile taaluma yao, tuwawezeshe wao, ili kipato kitachopatikana si tuwakomboe wazee wa Tanzania. Tunaomba wazee watambulike kisheria, sio katika sera tena, bali watambulike kisheria, watengenezwe sheria kama walivyotengenezewa wizara wa vijana. Huu ni mkutano wa kwanza wa chama cha wazee wanaume Tanzania wenye kauli mbiu ya wazee ni nguzo imara katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha.
Na kwingineko, masomo kwa njia ya masafa imetajwa kama njia bora ya kujiendeleza kwa walimu wanaokabiliwa na majukumu ya kikazi na kifamilia wakiwa katika vituo vyao vya kazi, hatua itakayosaidia kukabiliana na mabadiliko mbalimbali katika majukumu yao. Mwandishi wetu Mariam Emily ametuandalia taarifa ifuatayo. Nina watunuku wote ambao majina yao yametajwa katika program ya Ordinary Diploma in Education Management and Administration, yani DEMA. Wahitimu 908 wa fani mbalimbali katika chuo cha DC Brilliant katika fani za ualimu na ufundi mara baada ya kutunukiwa vyeti vyao, ambapo wamewashauri wenzao kujiendeleza kimasomo licha ya kukabiliwa na changamoto za kuzidiwa na majukumu ya kikazi. Kwanza kuna muda ambapo unatakiwa kuingia darasani, lakini wakati huo unatakiwa kwenda darasani kuwafundisha watoto na unatakiwa kwenda darasani kujifunza. Kwa hiyo unakuta ule muda yawezekana ukahudhuria sehemu moja wapo. Tumekuwa tukisoma tukiwa kazini. Hivyo basi ni washauri walimu wenzangu ambao bado wana elimu za certificate wakubali kujiunga na chuo chetu cha DC Brilliant, kwa maana kwa maendeleo ya serikali kwa sasa hivi mitaala imekuwa ikibadilishwa. Hivyo basi wakiendelea na elimu yao ya cheti watakuwa wako nyuma. Meneja wa kanda wa Baraza la Vyuo vya Ufundi na Kati NACTVET, Godfrey Michael, amekipongeza chuo cha DC Brilliant kwa kufuata weledi na kutoa wanachuo bora. Mimi kama meneja wa kanda limiti headache kwa maana ya kufuata taratibu. Hatujawa na kesi na DC Polytechnic kuhusu kuvunja taratibu au kutofuata taratibu. Mkuu wa chuo hicho Martin Mombeki amesema chuo hicho kimeweka mazingira mazuri kuwawezesha wanachuo kuweza kumudu gharama za masomo. Tunaendelea kuwashauri wazazi na walimu wanachuo kulipa ada kidogo kidogo badala ya kujifikiza malipo. Chuo hicho kinalenga kuwawezesha walimu kujiendeleza kitaaluma, lakini pia kuongeza kasi katika mafunzo ya ufundi. Mariam Emery, Star TV, Kagera. Na benki ya Stanbic imeendelea kuimarisha juhudi zake za kukuza ulinzi wa kifedha nchini kupitia kampeni yake ya kitaifa ya elimu ya bima iliyofanyika jijini Mbeya katika stendi ya Kagwe, moja ya maeneo yenye shughuli nyingi za usafiri. Kampeni hiyo inalenga kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu umuhimu wa bima katika kulinda mali, maisha na juhudi zao za kiuchumi, sambamba na kuchangia ajenda ya taifa ya ujumuishwaji wa kifedha. Kupitia zoezi hilo, Stanbic iliweza kuzungumza moja kwa moja na wananchi, wafanyabiashara na makundi mbalimbali ya kijamii, ikiwaelimisha namna bima inavyoweza kuwa kinga muhimu dhidi ya majanga na changamoto za maisha. Akizungumza wakati wa kampeni hiyo, afisa benki bima wa Stanbic Naftar Ntangeki amesema benki hiyo imejipanga kuendeleza uhamasishaji wa bima nchini kwa njia karibu zaidi na jamii. Leo tulikuwa Mbeya kwenye dawati la elimu kuwaelimisha wana Mbeya hususani kuhusiana na bima, faida za bima, kwa nini mwananchi akate bima, ili malengo makubwa ni kuweza kuwapa elimu wana Mbeya ili waweze kujua umuhimu wa bima, kulinda mali zao, kulinda biashara zao. Bima inaanza kwa ngazi ndogondogo kuanzia mtu wa kawaida kwenda kwenye mfanyabiashara wa kawaida na mpaka wale wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo kitengo cha bima, tuna bima za aina nyingi, ukiangalia bima za magari, bima za moto, bima za biashara. Kwa hiyo karibuni na wakaribisha sana Stanbic Bank kuweza kwa mahitaji yenu ya bima, tuweze kuwa karibu na nyie kwa kuwalinda na kuwajali katika maisha yenu ya kila siku. Wananchi waliohudhuria walipata nafasi ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi wa moja kwa moja kuhusu namna bima inavyofanya kazi na umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Kwa kweli nilikuwa najua bima inakatwa kwa wale wahusika wenye magari makubwa,
au wenye biashara kubwa, wafanya biashara wakubwa ndio wanaohusika kukata bima, lakini leo nimejifunza hata kwa sisi madereva bajaji tunastahili kukata bima ya chombo chetu cha moto tunachoendesha. Kampeni ya Mbeya ni sehemu ya jitihada zinazoendelea za Stanbic za kukuza uelewa wa bima nchini kwa lengo la kuongeza usalama wa kifedha na kusaidia wananchi kupanga na kulinda maisha yao ya baadaye. Na mtazamaji, taarifa hii inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapo utakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa jicho letu mkoani. Takwimu za hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando zinaonyesha kuwa zaidi ya wagonjwa 2,500 hupokea huduma za matibabu ya saratani kila mwaka, huku zaidi ya watoto 400 wakipatiwa huduma hizo. Aidha, kati ya watoto 400 hadi 600 hupokelewa na kuhudumiwa kila mwezi katika vitengo mbalimbali vinavyohusiana na ugonjwa huu. Katika jicho letu mkoani siku ya leo, Kisale Simba ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, saratani hutokea pale seli za mwili zinapoanza kukua na kuzaliana bila mpangilio wa kawaida, hali inayosababisha uvimbe au kuathiri viungo mbalimbali vya mwili. Katika wodi ya watoto tunamkuta daktari bingwa wa saratani ya damu, Daktari Helonima Kashagili, akianza majukumu yake ya kila siku. Idadi ya wagonjwa huongezeka kila uchao, huku saratani ya damu ikiendelea kuongoza kwa idadi kubwa ya wagonjwa wanaoripotiwa kupata matibabu hapa, huku kitaalam bado haijajulikana sababu ya saratani kutokea. Mpaka sasa kitaalam hakuna kisababisho cha saratani kwamba ukila kitu fulani au ukifanya kitu fulani basi unapata saratani, ila tafiti zinaendelea kufanyika kugundua kwamba nini ni changamoto kubwa kwa kinacholeta saratani. Ni aina gani ya saratani kwa watoto inaongoza kwa matibabu kutibiwa hospitalini hapa? Tumeona saratani ya damu imekuwa iko juu sana, inakaribiana na statistics za dunia kwamba saratani ya damu inaongoza, inafuata na saratani ya ubongo. Ndani ya maabara, wataalamu hufanya kazi ya muhimu ya kuchunguza sampuli za wagonjwa ili kubaini aina ya saratani walionayo. Mashine hii tunaanza kwanza kuchukua sampuli ya aina ya damu. Inaweza ikawa ni aina mbili za sampuli. Aidha inawezekana ni sampuli ya damu ya kawaida kupitia kwenye mkono au sampuli ya damu kutoka kwenye uroto wa mfupa.
Baada ya utambuzi, safari ya matibabu huanza. Hii ni moja ya tiba kuu zinazotumika kuharibu seli za saratani na kuzuia ugonjwa kusambaa zaidi mwilini. Katika chumba cha dawa za saratani, mfamasia bingwa Jerry Masungulu anasimamia maandalizi ya dawa zinazotumika kuokoa maisha ya wagonjwa wa saratani. Mpaka mgonjwa anafikia kuja kwenye kitengo cha chemotherapy, manake amesha kuwa na confirmatory diagnosis, yani tumehakikisha kwamba huyu mgonjwa ana saratani. Lakini pia kwenye kuhakikisha huwa tunajua ni aina ipi ya saratani na hiyo saratani imefika hatua gani. Safari kama hizi zenye milima na mabonde ndizo zimekuwa sehemu ya maisha ya wagonjwa wengi hapa Bugando, watoto kwa wakubwa. Miongoni mwao ni Bi Hasna Saifu. Baada ya kuona madoa mekundu katika miguu, ikabadilika kutoka kwenye wekundu ikaleta weusi. Weusi ule uliendelea kuongezeka katika miguu. Baada ya hapo nilishtuka mwaka huu mwezi wa 3. Miezi mitatu tu iliyopita maisha ya Hasna yalibadilika ghafla baada ya kugundulika kuwa na saratani ya mishipa ya damu. Si Hasna tu anayepitia maumivu haya, bali kuna wagonjwa wengine ambao wapo katika tiba, akiwepo mzee Filipo Masota. Na nilifanyia operation. Kaonekana kwamba tatizo ni tezi dume. Ndio tatizo. Kwa hiyo nikapata operation, nimeendelea na matibabu, lakini walikuwa wameshatoa sehemu fulani ya kupima, ikaonekana ndio nina saratani. Kwa hiyo ndio nimeanza matibabu ya saratani. Aina ipi ya saratani kwa upande wa watu wazima inayoongoza kutibiwa hospitalini hapa? Saratani ya shingo ya kizazi ndio iko juu zaidi. Kwa hiyo utawaona wanawake ni wengi zaidi ukilinganisha na wanaume. Matibabu ya saratani hutegemea aina ya ugonjwa, eneo ulipoathiri mwili na hatua ambazo saratani imefikia. Mbali na tiba kemikali, wagonjwa wengine hupatiwa tiba ya mionzi. Unaweza ukatoa matibabu kwa lengo la kumtibu ugonjwa wa saratani. Tunasema saratani ambazo zipo kwenye hatua ya awali, ambazo hazijasambaa kwenda sehemu nyingine za mwili. Lakini pia tunaweza tukatoa matibabu kwa mgonjwa ambaye ugonjwa umeshasambaa kwenda kwenye eneo jingine la mwili, ila hauwezi ukamtibu akapona huyo mgonjwa. Katika safari hii ya matibabu ya saratani, pamoja na maendeleo ya teknolojia na matibabu, bado wanakabiliwa na changamoto. Matibabu ya saratani ni gharama, kwa sababu yanahitaji kutoa kinyama kichunguzwe, yanahitaji kuchunguzwa kwamba imesambaa kwa kiasi gani, alafu baada ya hapo inahitaji ile kemikali ambayo na yenyewe ni gharama kubwa. Wagonjwa wengi wanakuwa wameshatumia dawa nyingi za mitishamba, wametumia dawa nyingi kwa likotoka. Na dawa nyingi zinaweza kuathiri figo, zinaweza kuathiri ini, zinaweza kuathiri hali nzima ya mwili wa mgonjwa. Na niyo serikali nayo ifikiria hali ya gharama. Gharama ni kubwa ya matibabu kama mtu hatumii bima. Saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya 4 kwa wingi zaidi miongoni mwa wanawake duniani. Takwimu za mwaka 2022 kutoka shirika la afya zinaonyesha kuwa takribani wanawake 660,000 waligunduliwa na ugonjwa huu kote duniani, huku takribani wanawake 350,000 wakifariki kutokana na saratani ya mlango wa kizazi, huku kati ya 60 hadi 70 ya wagonjwa wanaofika hospitalini hapo hugundulika kuwa tayari wapo katika hatua za 3 na 4 za saratani. Kisali Simba, Star TV, Mwanza. Asante sana Kisali Simba kwa simulizi hiyo. Mtazamaji, tende mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata.
PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Jitihada za serikali za kupanua upatikanaji wa huduma za mawasiliano nchini kwa wananchi wote zinatajwa kuongeza ubunifu kwa kampuni ya mawasiliano ya simu nchini kwa kubuni njia rafiki ya kuwafikia wananchi katika utoaji wa huduma za mawasiliano na kusaidia kupunguza gharama ya kufuata huduma umbali mrefu. Taarifa kamili na Mbwana Shomari. Hayo yanajiri jijini Dar es Salaam kwenye uzinduzi wa maduka jongefu 6 ya kampuni ya mawasiliano ya Vodacom Tanzania ambayo yatazunguka sehemu mbalimbali za nchi na kutoa huduma. Mkurugenzi wa biashara na masoko wa kampuni hiyo Brigita Shilima amesema uwekezaji huo unaendana na juhudi za serikali kuhakikisha huduma za mawasiliano zinawafikia wananchi wote bila kujali mahali walipo. Lakini tunajikita pia kwenye elimu. Sasa hivi kumekuwa na utapeli sana, watu wanapigiwa simu, wanaambiwa hivi, tuma hapa, tunawaambia wateja kwamba hapana. Anayokupigia anatakiwa kupigia namba 100, lakini kama una wasiwasi utaona duka letu lolote au magari haya, nenda pale uweze kupata elimu. Kwa hiyo tunataka kujikita zaidi, sio tu kuwaelezea wateja kuhusu huduma na bidhaa zetu, lakini pia kuwapa elimu kwa ajili ya usalama wa fedha zao. Kaimu mkurugenzi wa M-Pesa Tulusindo Rashidi amesema dhamira yao ni kuwafanya wananchi kuwa katika kiini cha shughuli zao kwa kuongezea ushirikishwaji wa wateja. Kwa hiyo huduma hii inaenda kuwafikia katika maeneo yao, kuhakikisha kwamba kama wana changamoto yoyote kwenye huduma za Vodacom au M-Pesa, aidha amesahau pini ama ni wakala anataka msaada ama ni merchant wafanya biashara, hii ni huduma kwa ajili yao. Kwa hiyo tunachoenda kukifanya kikubwa ni kuwaletea huduma hii karibu na wao ili waweze kutatua matatizo yao na waendelee kufurahia huduma zetu. Aidha amesema maduka hayo 6 yatafanya kuwa na idadi ya maduka 12 ambayo yatakuwa yanafanya kazi katika mfumo wa kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Bwana Shomari kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, twende mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa tutadunda na kuteleza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026, mechi 104, channel maalum ya Kiswahili kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 ndani ya DSTV. Karibu sana mtazamaji katika habari za michezo na burudani. Kocha mkuu wa timu ya Mashujaa FC ya Kigoma Jamhuri Kiwelo Julio amesema ana uhakika timu yake haitaweza kushuka daraja licha ya kutofautiana kwa alama 4 na timu ya Tanzania Prisons ya Mbeya iliyopo kwenye mstari wa kushuka daraja. Mashujaa FC Jumanne hii itakuwa na kibarua kizito kwa Azam FC kwenye uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam, ikiwa imecheza michezo ya ligi kuu ya NBC mara 26 na ikijikusanyia alama 27 na sasa ipo nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi sawa na timu ya Mtibwa Sugar. Jamhuri amesema mchezo huo utakuwa na ushindani mkubwa kutokana na ubora wa kimbinu wa benchi la ufundi la timu la Azam FC linaongozwa na kocha mkuu Florentini Ibenge. Kwa pointi ya kwanza tuligawana na sasa hivi tunarudi tena na pointi 3. Moja
iko kwao, moja iko kwetu, moja iko TFF. Tunaenda kupambania atakayekuwa na uwezo wa kuchukua zote mbili, kupoka ya TFF na ya kwake kupeleka kwingine, itakuwa better. Lakini ikiwa tutaenda draw na kama mechi ile, itakuwa vizuri vile vile. Lakini niseme tunajua tuna mechi ngumu na wenzetu tayari wako kwenye nafasi za kutaka kucheza Confederation kutokana na nafasi waliokuwa nayo. Sisi sisemi kama nitashuka kwa sababu najua siwezi kushuka, lakini tunahitaji kupata point ili mradi tukae vizuri katika msimamo wa ligi ambao unaendelea hivi sasa. Kocha msaidizi wa timu ya Azam FC Kassim Liogope amesema ataingia kwenye uwanja wa Azam Complex wakiwa na lengo la kupata alama 3 kwa lengo la kuafikia malengo yao waliojiwekea kucheza michuano ya kimataifa ngazi ya klabu. Tunajua tunaenda kukabiliana na mshindano aina gani, lakini sisi kama timu tumejipanga vizuri na kitu kizuri. Tumekuwa na matokeo mazuri ya kushinda kwa maana nyumbani na ugenini. Kwa hiyo lengo letu tunaochukulia mchezo huu kwa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kila timu ina malengo yake, na sisi malengo yetu kuwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mechi yetu ya kesho sisi tunachukulia ni kama ni mechi ya fainali, lakini ni mechi ambayo yenye umuhimu mkubwa sana kupata matokeo nyumbani, ukizingatia tumetoka kushinda ugenini na tunajua mashabiki wetu wametumisi kwa muda mrefu. Baadhi ya wachezaji wa timu ya Azam FC na Mashujaa FC wamesema wana morali kubwa ya ushindi kuelekea katika mchezo huo wa ligi. Sasa tunachotaka mashabiki wa Azam kesho waje kwa wingi wao ushindi wetu. Tumepanga vizuri kucheza na Azam. Azam ni timu kubwa, tunaheshimu. Mechi ya kwanza tumetoa nao sare, ifo wametufunga. Ila kikubwa kwenye mechi hizi tumetoka mbali. Kigoma mpaka hapa tuondoke bila matokeo sio kweli. Ligi kuu ya NBC imebakiza mizunguko 4 ili kukamilisha msimu 2025-26 huku timu ya KMC ikiwa imeshashuka daraja hadi ligi ya Championship ikiwa na alama 9 katika michezo 26 iliyocheza msimu huu na kusaliwa na michezo 4 ambayo hata akishinda hawezi kubakia ligi kuu kwa msimu ujao. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.